Vipenzi vyangu jamani, habari zenu, mmeshindaje? Karibuni kwenye episode yetu ya leo. Na kwenye episode yetu ya leo, kama mnavyojua, tunataja majina ya watu watano. Tulikuwa tunataja watatu, tukaenda wanne, sasa hivi tuko watano. Tunataja majina ya watu watano ambao waliwahi kucomment kwenye post yetu iliyopita. Kama unataka kutajwa kwenye episode yetu ya leo, una subscribe kwenye channel yetu, una like, una comment kesho na kutaja. Jamani, cha muhimu uwahi tu kuangalia. Na ili uwahi kuangalia inabidi usubscribe kwenye channel yetu ili nikipost unakuwa wa kwanza kuangalia. Kwa watu wa jana, mtu wa kwanza anaitwa Lolo Line Martin. Wa pili anaitwa Mariam Mohamed. Mariam wanawahi sana. Kila siku Mariam. Ni kama mara tatu au nne namtaja Mariam. Wa tatu anaitwa Kelly Uhuru. Wa nne anaitwa Wanu Juma. Na tena alikomentia alikuwa amesema wanne, kuna ni wanne kweli. Na watano anaitwa Joyce Kamwela. Joyce Kamwela naye nilimtaja jana, kwa hiyo anawahi sana. Kwa hiyo karibuni sana vipenzi vyangu kwenye episode yetu ya leo. Kama kawaida ni ukiwa tu post yangu, una comment, una like, una share na marafiki zako ili utaje kwenye episode yetu ya leo. Karibu vipenzi vyangu. Jamani, huyu kaka ni dereva wa magari hizi haisi hizi, na mara nyingi anakuambiaga anapataga safari za kusafirisha maiti, za kusafirisha marehemu, kama maiti ni jina ngumu, za kusafirisha marehemu. Kwa hiyo anakuambia, yani nimeongea naye amenipa visa kama 4 hivi, visa ambavyo vya ajabu ambavyo vishawahi kutokea. Maana mimi ni mtu ambaye siamini sana hivi vitu. Kitu cha story ya kwanza anasema kuna mama ambaye alifariki. Huyo mama alikuwa anaishi hapa mjini Dar. Alikuwa anaishi na mume wake. Na unaambiwa walianzia chini, wakatafuta mali, maskini ya Mungu. Huyo dada ndo alikuwa amesoma, kwa hiyo yani yeye ndo alikuwa anafanya kazi sana, yeye ndo anatoa idea za biashara na idea zikawa zinaenda. Baada ya kupata mali, bwana akamwambia bibie, nyie wanawake hamtakiwi kwenye masuala, unajua umenizidi akili, nikikuacha ufanye kazi inamaanisha siku utakuja kunipanda kichwani, na sitaki siku moja uje unipande kichwani. Kwa hiyo my dear, acha kazi, rudi nyumbani. Hapo ni baada ya kupata mali, kwa akili ya huyu dada, kujituma kwa huyu dada, mikopo, connection za kueleweka. Sio, unanielewa vizuri. Dada akagoma, lakini bwana akamwambia wewe rudi nyumbani, kakae nyumbani, kale watoto. Akamkataza kuingia dukani, akamwambia wafanyakazi wake, mkimuona hata nikiwa sipo, muitieni polisi, muitieni mwizi. Siku moja kweli kaenda, uwezi amini, akaitiwa mwizi, dada wa watu. Kidogo apigwe, ila majirani wa pale ambao wanamjua wakasema ya dada sio mwizi, huyu dada ndio mwenye duka, ndio alioanzisha biashara, ni mume wake anamfanyia hivi, ndio akamwacha. Sasa huyu baba kumbe alikuwa na kidem chake huko, akakitafuta, akawa na hicho kidem chake, akawa anakuja nyumbani, anakuja anavyojisikia, siku nyingine haji, analala huko hata siku 4 siku 5, akija nyumbani ni matusi. Ikafikia stage mpaka hata kuhudumia familia yake hahudumii familia, watoto wanarudishwa shule kwa sababu ya ada. Imagine, watu wana biashara kubwa hapa mjini, biashara ambazo zinafahamika, zina jina kubwa, lakini watoto wakawa wanarudishwa ada nyumbani kukawa kukaliki, mpaka chakula dada akawa anakosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ujinga wa mume wake. Huyu dada akaona hapa sasa hali ni ngumu. Alichokifanya, kwa sababu mume wake hataki afanye kazi na mume wake nyumbani hayupo, akaanzisha biashara ya kupika. Kwa sababu yeye ni mpishi mzuri sana, akawa na unajua community ambao wanaishi ni community ile ya watu wa Kishua. Akawa anaongea na wale majirani zake, please, kama yani majirani zake na watu ndugu zake walikuwa wanajua kwamba huyu dada anajua sana kupika. Kwa hiyo ndo akaanza hiyo biashara ya kupika. Wanampigia simu, anaenda anawapikia vyakula na wajaze kwenye makontena, anawekea kwenye friji, wakitaka siku kuchemshwa maharage, siku kufanywa nini hivyo, anakuwa anawafanyia. Na alikuwa anapata muda wa kufanya kwa sababu wewe bwana wake yupo huko na kibolodinda anakitembeza huko kwa michepuko, na sijui hata kama ni mchepuko mmoja huko. Sasa my dear, siku moja huyo kaka akarudi nyumbani. Si ndio akakuta jungu liko jikoni, jungu la maharage kibao. Akamuuliza huyo dada, ni nini unachofanya haya maharage, unamchemshia nani maharage yote haya? Dada akapata kigugumizi. Bahati mbaya mteja akampigia yule dada. Si mume akapokea ile simu, akamwambia ongea. Mteja anamuuliza, vipi maharage ya shai, maana nataka nimtume msichana aje achukue, maana nataka leo apike maharage. My friend, unaambiwa dada alishushiwa kipigo. Alipigwa mpaka akazimia. Majirani ndio walikuja kumsaidia kumpeleka hospitali. Alipofika hospitali akawa bado anaongea, akawa anasema yani mimi nimeteseka na hizi mali, nimepata mali na mume wangu amekuja kunigeuka, leo anakuja kunipiga, anataka kuniua kwa sababu ya kazi ambayo nimeamua nifanye mimi mwenyewe. Akawa amekaa hospitali, akawa analia, yani akawa anaongea. Alafu naambia siku za mwisho akasema, mimi nikifa nataka nizikwe mle ndani kwangu. Sitaki kusafirishwa, sitaki kupelekwa popote, nataka nisizikwe mle ndani. Mungu naye, huyu dada kama alijua maskini ya Mungu atakufa, kumbe alikuwa kaumia ndani kwa ndani. Mume wake akawa hataki kutoa pesa, na huyu dada kwao hawana pesa.
maana kwa wazazi wake wapo kijijini, kaka zake kila mtu ana maisha yake wote tia maji. Kwa hiyo hakuna hata mtu ambaye alikuwa ana uwezo wa kumfanyia nini, sio kwenda kumfanyia ndani kuangalia vipimo vya ndani, sio kitu gani hamna. Huyo dada unaambiwa alikuwa anakula, akatetemeka tu akafa. Huyu baba akaambiwa mke wako akasema hataki kupelekwa kijijini, anataka kuzikwa mjini. Huyu baba akasema wewe azikwe mjini, azikwe kwenye ile nyumba ili nishindwe kuiuza, ili nishindwe kuwa mke mwingine, nikiamka tu asubuhi nimkute pale, nimuone pale. Nadhani kaka akawa anajua kabisa kwamba pia huyu dada aliyotaka huyu mama aliyotaka kuzikwa huko ndani, huenda hata siku moja akaja akanijia kama msukule huko. Akasema huyu atasafirishwa. Ndio akaandaa sasa msiba vizuri, wakamweka kwenye gari. Ndio hivyo ndugu zake wakaja wenyewe na mume wake, yeye akaja akaingia kwenye gari. Kwanza unaambiwa walivyokuwa hospitali wanataka kumuingiza kwenye gari, watu wanajitahidi kuinua jeneza na kuinua jeneza. Wapi? Jeneza haliinuki, jeneza zito kama jiwe. Walikuja Njemba vijana wazito, vijana wenye nguvu, wanajaribu kuinua jeneza. Wapi? Jeneza haliinuki. Watu wakawa wanajua uongo. Wanaume wengine wanakuja wanasema bwana, nyinyi mtakuwa mnadanganya tu, labda mnatafuta attention, sijui kitu gani. Wakamwambia njooni nyinyi. Unaambiwa walijaribu watu, wakajaribu watu, lakini wapi? Lile jeneza pale chini halikuwa linainuka. Mama yake akapigiwa simu, akaambiwa kinachoendelea huko mjini. Mind kule kaburi tayari lishafanya nini, washaandaa sehemu ya kumzikia yule dada. Mama yake akaambiwa jeneza la mwanao alitaki kuinuka huku, akaenda wakaweka simu pale. Mama akaomba, mwanangu, naomba usamehe, naomba uachilie chochote kile, naomba uje nyumbani kwa mama yako, mimi nataka nije nikuzike, nataka nije nikuone mara ya mwisho. Yaani mama yake akaongea vitu pale, uwezi amini. Walipokata tu simu, wanainua jeneza la yule dada. Jeneza liko jepesi kama kawaida, wakainua wakaweka kwenye gari. Walipoweka kwenye gari, huyu baba yeye hakuingia kwenye ile gari, akawa wanasafiri wanaelekea wote huko kijijini. My dear, huyu kaka anakuambia gari lao na gari la huyu bwana yalikuwa yamefuatana, kwa sababu pia naye alikuwa amewabeba ndugu, kwa hiyo walikuwa wanafuatana. My friend, walifika sehemu I think ni huko, yani baada ya kuvuka huko, unajua huko ukiwa unaelekea Moshi huko kuna sehemu ambazo kuna mapori hakuna hata nyumba. Unaambiwa gari la huyu baba lilikuwa nyuma, gari la yule la huyu kaka aliyokuwa anaendesha lilobeba maiti lilikuwa mbele. Yule baba akataka kuovertake aje awapite, atembee yeye mbele. Sasa huyu dereva anakuambia yani alijikuta tu amekosa balance. Yani anakuambia hajui ilikuwaje, hajui kilichotokea, lakini alijikuta tu amekosa balance. Anashangaa anakuja kuinuka mbele ili angalia ana balance vipi. My friend, akaenda akaligonga lile gari la yule baba kwa nyuma kwenye ubavu. Akaligonga gari, unaambiwa sio sehemu ya mlina, sio sehemu ya mserereko, sio sehemu ya nini. Gari nakwambia likaenda likaporomoka huko, likadondokea upande wa yule baba. Huyo baba mume wa mtu sasa, mume wa huyu dada. Yule dada gari kaenda kaporomokea upande wake. My friend, hakuna hata mtu mmoja alochubuka kidole, hakuna hata mtu mmoja hata nywele kuguswa, hata mmoja hakuna. Lakini yule baba alikufa pale pale, hakuomba maji, hakuomba chochote, alifia pale pale. Unaambiwa watu waliokuwa kule kwenye gari hata hawakulia. Watu wengi walikuwa wanamjua baba, alikuwa anajua mambo yake. Wakaanza minong'ono ikaanza, ndio wakaanza kusimulia kuhusu hiyo story ya huyu. Ndio huyu baba akauliza vizuri, kwani imekuaje, mbona hivi? Ndio wakasimulia vizuri story ya huyu dada kwamba ilikuwa hivyo. Basi watu wakasema yeye mke kaamua kuondoka na mume, basi kwa sababu kafa na yeye ameamua aondoke na mke wake, ndio ikawa hivyo. Polisi wakaja wakachukua mtu wakapeleka hospitali, mambo mengine akaendelea, dada akasafirishwa, akapelekwa kwa, akaenda akazikwa. Hivyo yani maisha mengine akaendelea. Huyu kaka anakuambia hajui tena kilichotokea kuhusu mali, kuhusu nini sijui, kwa sababu hakuendelea kufuatilia tena. Hiyo story namba 1. Story namba 2. Anakuambia aliwahi kusafirisha maiti. Maiti ilisafiri tu vizuri kutoka huku mjini, ikaenda mpaka ikafika kijijini huko Iringa huko. Ilipofika Iringa, huyu bibi alifariki kwa sababu alikuwa anaumwa huko kijijini kwao. Watoto wake akamwambia kwa sababu huko kijijini hakuna hospitali nzuri, hakuna sehemu nzuri za kutibiwa, njoo huku mjini uje ukae na watoto wako tukutibie, tukusimamie, tukuangalie, utujue tunafanya nini. Kweli wakamsafirisha huyu bibi wakamleta huku mjini. Bibi kila akitibu na kutibu wapi? Kila siku miguu inavimba, inakuwa inatoka jasho. Mara kiamka asubuhi unakuta kuna baridi lakini anasikia joto. Mara unakuta kuna joto lakini bibi anasikia baridi. Akawa akila maskini ya Mungu chakula kinabaki tumboni kama kilivyo. Hakimeng'enywi, hakifanyi chochote. Tumbo linakuwa linavimba na chooni haendi. Inabidi aende wampeleke hospitali, waende wakampige bomba watoe kile chakula tumboni.
anapewa dawa za kumeng'enya chakula wapi, anapewa dawa za kila aina wapi. Yule bibi ndio akawa hivyo. Mwisho wa siku madaktari wakawaambia, jamani, hii issue sio hata issue ya hospitali, hii issue imekaa ki issue za kishirikina sana. Kwa hiyo yani, kama kuna namna yote mnaweza kwenda kuhangaika kwenye maombi, mnaweza kwenda kuhangaika kwenye sehemu yoyote ile, nendeni, lakini hii issue iko very deep. Huyu mama unaambiwa katika kuumwa kwake akawa anasema kabisa, mimi namjua anayenifanyia hivi. Alokuwa anamfanyia hivyo ni mke mwenzake, kwa sababu pale kijijini wameolewa wake wawili. Ila huyu bibi alikuwa yeye ni mke mdogo. Kwa hiyo sasa yule mke mkubwa alikuwa na kinyongo tangu zamani na huyu bibi. Huyu bibi anakuambia watoto wake walishahangaika kwenye magonjwa, washahangaika kila sehemu. Yaani watoto wake anakuambia ameteseka sana kuwalea watoto wake, lakini Mungu mkubwa, watoto wake wamekuwa wakubwa wako hivyo. Lakini ndio hivyo vitu vya ajabu vilikuwa vinatokea sana, mpaka sasa mwisho wa siku huyu baba mume wao sasa akafariki, mali zikagawiwa, kwa sababu huyu bibi ndio alikuwa na watoto wa kiume, wakapata eneo kubwa sana la shamba. Yule mama watoto wake wakapata eneo dogo sana, kwa sababu ni watoto wa kike. Kwa hiyo vitu vingi vikaenda kwa huyu bi mdogo. Sasa yule bi mkubwa asira ndio nasikia akaenda kufanya nini? Akaenda kufanya yale mambo aliyoenda kufanya. Sasa unaambiwa huyu bibi akafariki. Alipofariki, nasikia alisema huyo mama asije kwenye msiba, huyo mke mwenzie asije kwenye msiba. Wakamsafirisha wakampeleka kijijini. Kufika kijijini, watoto wake wanasema sisi hatukuwa tunaamini kwamba eti kitu kama hicho kitatokea, kwamba kuna kitu kibaya kitatokea. My dear, unaambiwa wakati wapo sasa hapo nyumbani, harufu nzito ikawa inatokea, harufu nzito, kila wakienda kunusa hamna, hata wakienda kwenye jeneza hamna. Sijui unaelewa vizuri, wamefungua kwenye jeneza hamna, lakini kuna harufu kali, harufu mbaya, mpaka watu wakawa wanaondoka. Wakawa wanaulizana kuna nini, hawaelewi. Sasa huyu kaka anakuambia kwa sababu yeye ndio alisafirisha msiba na shehe kuona vitu vya tofauti, akawashauri watoto wake, akawaambia huyu mama yenu hajawahi kuongea chochote kuhusu labda kuna mtu asije kwenye msiba au nini. Watoto wake akamwambia alishai kuongea mke mwenzake asije. Akaona mke mwenzake yuko wapi, akaambia mke mwenzio yule pale. Huyu kaka anakuambia ni kwa experience yangu nikawaambia mnendeni mkafunue ile jeneza mmwangalie mama yenu usoni. Kwenda kufunua ile jeneza, kwenda kumwangalia mama usoni, my friend. Unajua mtu alionuna kwa hasira akakunja uso. Wakati wanamsafirisha kutoka dawa anakuja mpaka wako nyumbani pale, watu wanamwangalia mama hakuwa amekunja uso hivyo. Wakaita mpaka watu wazima wanakuja kuangalia, wakasema mbona tulipomwangalia hakuwa amekunja uso hivyo, kwani amekunja uso? My friend, yule mama akafuatwa, yule mama mke mwenzake akafuatwa, akaambiwa please, tumeambiwa kwamba yani hapa hivi nyumbani wewe hautakiwi kwa sababu mke mwenzio anasema kwamba wewe ndio umemfanyia ushirikina. Yule mama akakataa, akasema mimi siondoki, mimi sijamfanyia ushirikina. My friend, ikaanza kunyesha mvua. Unaambiwa ilinyesha mvua, bonge la mvua. Na hiyo mvua ipo kama sehemu labda ya nyumba 3, 4, 5, lakini sehemu nyingine kote hakuna mvua, lakini pale mvua inanyesha mpaka inaleta mafuriko, my friend. Mvua kubwa, vitu vinaharibika. Yaani watu ilibidi by force wanaume wamshike yule mama, wamuondoe pale nyumbani, kwa sababu walisema bila hivyo hatuwezi kuzika. Maana kila kinachofanyika watu washaanza kuondoka, mvua zinanyesha, kwa hiyo hatuwezi kuzika, inabidi wewe mama uondoke. Ndio kumtoa kwa nguvu yule mama kumpeleka nyumbani kwake. Uwezi amini, yule mama alipoondoka, kitendo cha yule mama kutoka tu kwenye mpaka wa nyumba ya huyu mama alioenda kuzikwa, mvua ikakata, harufu yote ikaisha, kila kitu kikakaa sawa, wakazika vizuri. Unaambiwa ni kama mvua haikunyesha, kulikuwa tu kuna maji, lakini kulikauka, maji yalikauka kama miujiza. Na kwa vile mvua ilionyesha kwa kunatakiwa kuna mafuriko, lakini maji yalikauka, msiba ukaendelea vizuri, watu wakarudi, yule mama akazikwa. Ndio watu wakawa wanaongea, wakasema jamani, huyu alisema hataki kumuona huyo mtu, lakini huyo mtu kafariki, huyo mtu amekuja. Kwa hiyo ndio hivyo. Hiyo ni story namba 2. Story namba 3. Anakuambia siku hiyo alipigiwa simu, walikuwa wanaelekea Sumbawanga. Msiba Sumbawanga, anatakiwa asafirishwe apeleke Sumbawanga. Basi akapigiwa simu, akaambiwa kuna baba ambaye amefariki, anatakiwa apeleke Sumbawanga. Sasa huyu baba unaambiwa ni mtu ambaye alikuwa na mali sana. Alikuwa na mali sana, lakini alikuwa hajui kusoma. Maskini ya Mungu, alikuwa hajui kusoma. Kwa hiyo kuna kaka yake ambaye walikuwa wanafanya naye sana biashara nini, wanafanya biashara kwenye masuala ya kusimamia mali, akawa anamwamini sana yule mdogo wake. Kwa hiyo akitaka kusaini kitu chochote anamuita mdogo wake. Mdogo wake anakuja, anaangalia, anamwambia yes, hichi tia kidole gumba, hichi tia kidole gumba. Sasa my friend, unaambiwa kuna siku mdogo wake akamletea karatasi, akamwambia hii karatasi unatakiwa usaini kwa sababu sijui I don't remember. Yeye mwenyewe kaka anasema hakumbuki vizuri hata walimwambia, lakini unaambiwa kuna karatasi alimleta akamwambia asaini. Yule baba akatia kidole gumba. Kweli kumbe huyu kaka alikuwa anauza eneo lake. Na hilo eneo alilouza ni eneo la mamilioni. Mamilioni sio mabilioni, nakwambia ni eneo ambalo lipo mjini, ambalo limechachamaa, limenunuliwa na Wahindi. Ni eneo kubwa, eneo nzuri. Yaani pale kama alipata hela ndogo sana, sio chini ya bilioni 1. Yule baba ndio akapata mshtuko, my friend ya Mungu.
Let my friend ya Mungu, oh my God. Akapata mshtuko, akapelekwa hospitali. Ndio kusema kwamba yani alipofika hospitali, akawa anaongea, akawa anasema mimi nataka yani nikifa, nataka nizikwe eneo langu kwa sababu huyu baba bado alikuwa na watoto bado hawajafikia umri wa miaka 18, kwa hiyo hata hawajawakabidhi mali, hawajawakabidhi nini. Kwa hiyo akataka akifa azikwe kwenye eneo lake. Hataki kusafirishwa, nataka azikwe kwenye eneo lake ili hilo eneo libaki kwenye familia mpaka watoto wake wakue waje walikute, wagawane wao wenyewe wajue pa kuanzia. Sio akakataa. Yule mdogo mtu akasema hapana, haiwezekani, na kwa sababu dokumenti nyingi alikuwa anazihandle yeye, sio mke wake. Kwa hiyo yule mdogo mtu ni kama alikuwa ni kama alikuwa ana usemu, yani ni kama alikuwa na kauli sana kupitia mali za kaka yake kuliko hata mke wake, jinsi ambavyo alikuwa ananiliu. Jamani wanaume, kweni makini. Kama mtaka watoto wenu waishi maisha magumu, jaribuni kuamini wake zenu. Yaani kama umeoa mwanamke na huwezi kumwamini, basi kosa ni lako kwa sababu ulishindwa kuchagua mwanamke ambaye anaeleweka. Bora ukae na mahusiano kwenye mtu hata miaka miwili, akikushinda umwambie kabisa kwamba bwana, mimi naona hatutowezana, nenda na maisha yako katafute mtu mwingine. Kuliko unaenda kuoa mwanamke ambaye unajua kabisa huyu mwanamke nitaenda kumtesa, mwanamke sitomwamini. Huyu kaka ndio kilichomkuta hicho. Basi wakasema wanasafirisha. Unaambiwa hata kupandisha jeneza kwenye gari hata ilikuwa shida. Jeneza likapandishwa kwenye gari. My friend, unaambiwa walikuwa wanatoka tu Muhimbili. Wamefika pale nje, gari ikapasuka, tairi ikapasuka. Pancha. Tena sio pancha ya kitoto, ile pancha eti ndogo ile ya kujaza upepo. Ni pancha imepasuka, tairi iko mpaka chini. Yaani imefiata mpaka chini. Wakashuka wakaenda kubadilisha tairi. Unaambiwa wakaendesha, wakafika wapi? Wakaenda mpaka Bagamoyo, wanapita kwa Bagamoyo hivi wanakaribia kutokezea kwenye ile barabara nyingine ambayo inaungaga watu wanaopitaga Morogoro na huko. Tairi nyingine ikapasuka. Sio, unanielewa? Tairi nyingine ikapasuka. Ilipopasuka na yenyewe upasuka ni kwa mfumo ule ule, ikawa imepasuka. My dear, unaambiwa wakashuka kwa ajili ya kwenda kubadilisha tairi. Unaambiwa nyuki zilikotokea, haijulikani nyuki zilikotokea, zilikuja nyuki nyingi, zikaja zikaingia mle ndani kwenye gari. Kwa hiyo hakuna wa kutoka, hakuna wa kuingia. Wakaenda wakanunua hata dawa waje wana spray dawa, hakuna kinachoeleweka. Na kwambia wale nyuki wapo wamezunguka lile jeneza, wako mle ndani ya gari, haiwezekani kusafiri. Ndio ikabidi waanze kuulizana kuna kitu gani, mbona mambo ya ajabu haya? Ndio ndugu zake wakaanza kuongea, mke wake akaongea akasema baba huyu hakutaka kuzikwa mbali. Alitaka azikwe nyumbani kwake, alitaka azikwe eneo lake kwa sababu anataka lile eneo watoto wake ndio waje warithi, watoto wake wajue pa kuanzia. Yule mdogo mtu akasema hapana, kwa sababu alikuwa wameongozana kama msafara. Mdogo mtu akasema hapana, haiwezekani. Huyu anaona mjini maeneo alivyo expensive, watoto watakuja kutaka kuuza hata siku moja, yani itakuwaje? Watoto wake watoto wake sio wadogo, ni kama miaka 16 17. Wakasema hapana. Kama baba anataka kuzikwa kwenye eneo lake, azikwe kwenye eneo lake. Mdogo mtu akakataa. Unaambiwa wale nyuki waliondoka. Hawakuondoka. Wamekaa kuanzia sijui ile jioni kwa sababu wanasafirisha jioni. Wamekaa jioni mpaka imefika usiku saa 6. Nyuki hawataki kuondoka. Safari hakuna. Kila anayejaribu kuingia ndani ya gari, ukitaka tu kuingia ndani ya gari nyuki wanataka wakufuate my friend. Mwisho wa siku kikao kikakalika pale pale. Wakapigia na ndugu zao wa huko. Kikao kikafanyika. Wakakubaliana kwamba huyu bwana arudishe msiba ukafanyike nyumbani kwake ambako alitaka azikwe. Baada ya kufikia hiyo hatima, unaambiwa wale nyuki walipotoka wakaondoka, hakuna aliyoamini. Hakuna aliyoamini. Ndio dereva ndugu akaingia kwenye gari, mdogo mtu akaanza kusema au kwa sababu nyuki wameondoka itakuwa tu ni coincidence bwana. Hebu tumsafirishe tumpeke kijijini. Huyu dereva mmoja anakuambia yeye hataki matatizo. Kashabadilisha tairi mara 2. Akamwambia mimi kuja kufa kwenye masuala ambayo hayanihusu sitaki. Mwisho wa siku tuje tupate ajali hapa tufe bure kwa sababu ya jeuri. Wewe kama unataka kumsafirisha, unataka kupambana na hayo masuala, pambana nayo mwenyewe. Wewe tafuta hapa kwenda. La sivyo turudi mjini. Sasa huyu mdogo mtu akataka kungangania asafirishwe. Unaambiwa kikawaida madereva wakisikiaga sijui kama yani eti huyu dereva huyu mdogo mtu anakuambia, akawa anapigia simu madereva anawaambia tuko challenge tunataka tusafirishe. Akiuliza situation, akisema situation madereva wanamkatalia, wanaomba hataki kujihusisha kwenye hayo mambo. Akakosa dereva, akakosa kila kitu, ikabidi tu amrudishe. Na unaambiwa walipomrudisha hakuna kilichotokea, hakuna pancha, hakuna chochote, hakuna shida yoyote. Mpaka wakafika wakamfikisha nyumbani kwake, wakaenda wakamweka nyumbani kwake kidogo, wakamchukua wakamrudisha mochwari ili waandae sasa kwa msiba, kwa sababu wanaandaa msiba mara ya pili, inabidi msiba uandaliwe hapa my friend. Unaambiwa hakukuwa na shida, hakukuwa na nini. Kaka akafika nyumbani, wakamwambia subiri kidogo kwa ajili ya kurudisha mochwari, akaiko nyumbani kwake, wakafanya ibada kidogo pale, matambiko kidogo, ndio wakamchukua wakamrudisha wapi? Hospitali, mochwari, kwa ajili ya kwenda kukaa kusubiri kwa ajili ya maandalio ya msiba mwingine. Inabidi wa vijijini wasafirishwe waje huku hivyo yani. My friend, huyu kaka anakuambia nilipotoka hapo nikasema Mungu wangu, maajabu haya, yani maajabu yanatokea kwenye hii dunia my friend. Hii ni story namba 4 na story ya mwisho. Anakuambia
actually huyu aliofariki this time alikuwa ni rafiki yake. Ila huyu rafiki yake ni rafiki yake ambao wamesoma wote shule moja, yani wameenda wote shule, wamekuwa pamoja. Lakini anakwambia hapa katikati hajui nini kilichotokea, lakini rafiki yake akaanza kuwa tajiri. Ghafla, sio tajiri kidogo, tajiri mkubwa. Tajiri, amepata magari, amepata manyumba, amepata maisha hivyo. Wakawa wanakutana kama kawaida, anakuambia pamoja na utajiri wake walikuwa wanakutana kawaida wanaongea. Alafu walikuwa wakikutana kawaida, ukaka anamwambia, rafiki yangu, hivi unajua umekuwa tajiri ghafla, yani nini kimetokea, tuambie siri ya mafanikio. Kwa sababu nafikiri nani ambaye hataki kujua siri ya mafanikio ya kufanikiwa. Huyu kaka akawa anakataa, kata hataki kuongea. Anamwambia hapana, kuna vitu vingine ambavyo hamtakiwi kujua bwana. Akawa anawasaidia, anawapa pesa, anawasaidia biashara. Huyu kaka anakuambia mpaka ile gari ambalo analo 80% ni yule kaka ndo alomchangiaga hiyo pesa, alipaga hiyo pesa kwa sababu alimwambia, kwa sababu ni dereva mzuri, ambao kwa sababu kaka anakuambia kwa dereva wa kawaida kabla hajaanza kuendesha hizi heist. Ndio kaka akamwambia ni dereva mzuri sana, kwa nini usinunue heist yako kwa unafanya biashara, ni biashara nzuri, ndio akamnunulia hiyo heist. Sasa unaambiwa huyu kaka akafariki, huyu baba akafariki. Alipofariki, kabla hajafariki, kwa sababu yani hata kuumwa, alikuwa tu mzima kabisa wa afya. Siku hiyo akaita kikao, akamwita mke wake, akawaita ndugu zake, marafiki zake, akawaambia samahani, nawaambia hivi lakini najua siku zangu zimekaribia kuisha, kwa hiyo nakaribia kufa, kwa hiyo sina budi niwaambie. Hata niwaambie nisiwaambie, lakini lazima najua nitakufa. Akawaambia kuna chama ambacho amejiingiza kwenye hicho chama. Alitakiwa kutoa watoto wake, na huyu kaka anakuambia kweli watoto wake wawili walifariki, lakini walifariki wakiwa wanaumwa. Kwa hiyo yani hakuna hata mmoja aliyewahi kuunganishaga na hicho kitu. Na hawa watoto wake walifariki miaka miwili huko nyuma. Mtoto wa mwisho kufariki alikuwa ni miaka miwili nyuma, kabla ukaka hajapata mali. Kwa hiyo hakuna mtu aliyokuja kuunganisha hayo matukio. Anakuambia aliwatoa wale watoto na akaomba kama anaweza kusubiri kwanza asipate mali, watu wasije wakamshtukia. Kwa hiyo akapewa miaka miwili. Baada ya miaka miwili ndo baada ya miaka miwili ndo akawa amerudi, ndo akaenda sasa akakabidhiwa mizigo, ndo akaanza utajiri wake ukawa hivyo. Ila utajiri wake aliochagua yeye, kwa sababu kashatoa watoto wawili, ilipofika kipindi cha kutoa sadaka tena, akaambiwa unataka kumtoa nani? Akasema sitaki kumtoa mtu mwingine yote, kwa sababu akiangalia baadaye alikuja tu akapata watoto wawili, mama yake yupo, baba yake yupo, yes, lakini wamemlea kwa shida sana. Kwa hiyo anasema akajisikia moyo wake uko heavy. Akaona kabisa kwamba yani mimi siko tayari kuwatoa wazazi wangu, sitaki kumtoa mtoto wangu, sitaki kumtoa mke wangu. Akajisacrifice yeye mwenyewe. Akasema kama mnaweza kunichukua mimi mwenyewe, nichukueni mwenyewe. Kwa hiyo akapewa miaka ya kuishi, akaambiwa kuanzia sasa hivi utaishi miaka 12. Kwa hiyo sasa ndo akaanza kuhesabu mwaka mmoja mwingine mpaka sasa ulifika mwaka wa 12 ndo akawaita hichi kikao. Ndo akaambiwa akawaambia huu mwaka najua hautoisha bila mimi kufa. Na ninachotaka kuwasisitiza, nataka niwasisitize kwamba nataka nikifa nizikwe kwenye dirisha langu, yani kwenye nyumba yake hiyo aliojenga, anataka azikwe kwa nyuma kwenye dirisha lake. Sina nielewa vizuri. Na akaomba azikwe, yani unajua kuna namna ambavyo wanazikaga watu, I think sio wanatakiwa sio waelekee huko ama huko I don't know, lakini yeye akaomba azikwe opposite. Asigeukie upande wa wanaogeukia kawaida. Alafu akawaambia wakati wa mazishi kuna watu ambao watakuja wamevaa nguo nyeusi, sijui wamevaa nguo gani, huyu kaka hajanitajia hizo nguo, akaniambia hataki matatizo na watu. Ila akaniambia kuna watu watakuja wakiwa wamevaa nguo fulani, wakiwa wamevaa hivi na hivi na hivi. Naombeni chonde msiwakubalie waje hata karibu ya jeneza langu. Msiwakubalie wasogee wafanye chochote kile, msikubalie hata waingize mguu hata karibu na hii sehemu ya mazishi. Yaani naombeni wasifike, kwa sababu wakikaribia hata kuingia, hata wakija wakiingia, ni wanakuja, kuna ritual ambayo wanakuja kuifanya, ambayo pamoja na mimi kufa bado wataendelea kuokota familia yangu. Sio, unanielewa vizuri? Anakuambia vitu vyote hivyo alivijua, kwa sababu alikuwa amekaa huko kwenye hicho chama, alikuwa amekaa muda mrefu. Kwa hiyo kuna siri nyingi alikuwa amezijua, na alikuwa anajua na siri za kuvunja hiyo cycle isiendelee. Yani kama wewe ukiwa wa mwisho ambaye ndio umetafuta hizo mali, umekufa, unavunja hiyo cycle. Ndio akawa ameelezea baadhi ya hivyo vitu, ambacho kimoja wapo ni ndio hicho ambacho cha kugeuzwa nyuma mbele. Kingine, vitu vingine kaka ameniambia hataki kuniambia kwa sababu ya kulinda vitu vya watu vingi ambavyo havitaki vijulikane, lakini kuna vitu vingi ambavyo waliambiwa wafanye. Ndio wakaambiwa watu wakija msiwakubalia hata waingie. My friend, unaambiwa siku hiyo hapo kwenye msiba hapo nyumbani kwa baba, ilikuwa kama wapi tuseme, yani kwa sababu security walikuwa kila mahali. Security, kila mtu alikuwa security, mbona wanaangalia. Unaambiwa kweli
huyu baba aliwatajia akawaambia kabisa kwamba ikifika saa 7:20 hawa watu mtawaona wanakuja. Yaani angalieni sehemu yote ile mtawaona wanakuja, hakikisheni hawaingii. Kweli inafika saa 7:20 wakaona kundi la watu linakuja wakiwa wamevaa nguo hizo hizo ambazo baba alizisema, wakiwa wameshika fimbo kama za Kinigeria, alafu wamejifunika na vitambaa vya rangi hizo za nguo alizokuwa amejifunika usoni, kwa hiyo hawaonekani usoni. Wanakuja wako serious kama zile movie na kuambia hizo movie za cult zile, unaona wamekuja kama movie unaambiwa. Walivyokuja na kuambia security, kwa sababu wali ajiri mpaka security kwa ajili ya kufanya hilo jambo ya kulinda lile eneo. Walivyofika unaambiwa mkuu ndo akaongea, akasema huyu mtu ni wa kwetu, tunataka tuingie kwenye msiba, tunataka tufanye ritual zetu. Wale walitoka akaambia no, hamruhusi kuingia kwenye msiba. Mwenyewe alikataa na familia yake pia imekataa, hamruhusi kuingia kwenye msiba, na maelezo ndio wao tumepewa. My dear, unaambiwa huyo mtu ambaye alikuwa mbele yake, huyo mtu alikuwa mbele alikuwa anataka alivyokuwa huyo ambaye I think ndio kiongozi wao, akauliza hao walinzi, are you sure hamtaki tuingie? Wakawaambia yes, hatutaki tuingie. My dear, unaambiwa yule baba aliinua fimbo akaidondosha chini unaambiwa lilitokea tetemeko kubwa. Unaambiwa watu ambao walikuwa ndani wakasikia kishindo. Kuangalia kishindo ni kishindo gani? Kwenda ndani my friend, lile jeneza ambalo lilikuwa limewekwa pale ndani pale wanapowekaga meza stool kuweka jeneza, unaambiwa lile jeneza lilikuwa limepasuka katikati, maiti iko chini, iko uchi, nguo zimechanika katikati. Unaambiwa nguo zimechanika, jeneza limechanika katikati, yuko uchi. Sijui unanielewa vizuri my friend. Watu wakaanza sasa, yani watu taharuki, watu wengine wakaanza kukimbia, lakini walinzi unaambiwa ikabidi wakaze moyo kwa sababu washaambiwa sijui nini kile. Watu washaambiwa yani kwamba watu hawatakiwi kuingia. My friend, unaambiwa security wakafanya kazi yao, wanaume wengine nao wakaja wakazuia pale, wale watu kwa hasira wakaondoka. Unaambiwa walivyoondoka, yani watu wakati wanajadiliana hivi kuja kuinuka kuangalia wanapoelekea, hawakuwaona tena. Sijui unanielewa, hawakuwaona tena. Ikabidi waende sehemu ya karibu ambao wanauza majeneza. Wakafika ile sehemu ya kuuza majeneza, wanataka kununua jeneza my friend. Walipofika pale wakawa wanaongea, wana bargain bei na huyo mtu ambaye anauza majeneza. Huyu kaka, kwa sababu yeye ndo alikuwa rafiki wa marehemu, alikuwa pale mbele wakati wale watu wamekuja, kwa hiyo alisikia sauti ya yule mtu aliyokuwa anaongea. My friend, unaambiwa alipokuwa na bargain akasikia sauti yake, yani ni kama yani sauti ya yule mtu, akashtuka kwanza. Watu walipokuwa wanaongea wana bargain bei pale, akashtuka, akawaita wenzake, akawatoa nje, akawaambia hii sauti nimeisikia kutoka katika wale watu ambao wamekuja pale nyumbani, wanataka kuja kuzika watu wa cult wa hicho chama cha kishirikina. My friend, unaambiwa walivyorudi ndani wakasema mtoto tukaangalia tuone vizuri. Walivyorudi ndani unaambiwa hawakumkuta yule kaka. Instead wakamkuta mdada na mkaka wamekaa kwenye viti reception hapo, wako wakawakaribisha, karibuni. Mbona mlikuja mkao mmesimama hapa, tukaona mnaongea wenyewe mkaondoka, tukao tunawakaribisha mtusikilizi, hamuongei, tulishangaa sana ni nini. Wakawauliza mlikuwepo hapa tulipokuja mara kwanza? Wakawaambia yes, tulikuwa hapa tunawasemesha, tunaona mnasemeshana wenyewe, tukao tunashindwa kuelewa mna bargain vipi bei nyewe wenyewe, yani tukajua labda mmechanganyikiwa kwa sababu ya msiba. My friend, huyu kaka anakuambia alichoka. Sijui unanielewa, alichoka. Ilibidi aitwe mchungaji aje aombe. Mchungaji ambaye mke wake alikuwa anataka kusali aje aombe. Akaja pale akaomba, wakanunua jeneza, wakaenda nyumbani, wakaenda wakamzika, wakaenda wakaarrange tena upya yule baba, wakamzika. My friends, huyu kaka anakuambia kuna vitu vingi sana kavishuhudia, lakini hivyo ndio vitu vinne vikubwa ambavyo kavishuhudia katika hizi harakati za kusafirisha misiba. Na hizo ndio stories zetu 4 kwa leo penzi vyangu. Nashukuru sana, asanteni kwa kuangalia. Nawapenda sana. Naomba usisahau kucomment, kulike, kusubscribe na kutufollow kwenye channel zetu. Jamani vipenzi vyangu, nawapenda sana. Nimemaliza. Bye. Hivyo tena nataka kuniharibisha jamani. Okay, nawapenda. Bye. Mwah.